Wapendwa vijana, sisi ambao tuliozaliwa katika mfumo wa demokrasia, ni vigumu kupata picha halisi ya yule ambaye tunayemwita mfalme au malkia. Lakini kwa wenzetu kama Uingereza, ambapo bado wana mfumo huo wa kifalme, ukiongelea kuhusu mfalme au malkia, wanajua ni mtu wa namna gani, mfalme ni wa namna gani au malkia ni wa namna gani. Wao wanajua mfalme sawa anatawala, mfalme ana nguvu, mfalme ana jumba la kifahari, kila mahali ni dhahabu, mfalme ana nguvu za kifahari, mfalme ana gari la kifahari, yaani mambo yote ni ya kifahari. Hiyo ndio picha halisi ya mfalme wa ulimwengu huu, mfalme wa kidunia. Hata malkia wa kidunia wanayo mambo ya kifahari. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba sisi ambao tupo katika mfumo wa kidemokrasia ni vigumu kupata picha halisi ya mfalme au malkia. Ndugu zangu wapendwa, leo tunapofikia mwisho wa kalenda ya liturujia, kanisa linatualika tuinue macho kwake yeye anayesimama kwenye senta ya historia na katika mwisho wa historia, Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Tulianza kipindi cha mwaka wa kanisa majilio mwaka jana, na sasa ndio kinaishia, na Dominika inayokuja tunaanza tena mwaka mwingine. Dominika ya kwanza majilia, tunaanza kipindi kingine cha mwaka wa kanisa. Kwa hiyo leo ndio tunafikia mwisho wa hiki kipindi cha liturujia mwaka wa kanisa, na tunafanya sherehe hiyo ya Yesu Kristo ni mfalme. Ufalme wa Kristo, wapendwa, ni tofauti na falme za ulimwengu huu. Sio mfalme wa majumba ya kifahari, sio mfalme mwenye jeshi kubwa au mamlaka ya kisiasa, lakini ni mfalme ambaye kiti chake cha kifalme ni msalaba, na taji lake la kifalme ni taji la miiba. Wafalme wa dunia hii viti vyao ni vya kifahari kabisa, dhahabu. Hata na taji, yani ile kofia anayovaa kama ya kifalme, ama kama ni malkia, kofia anayovaa kwa kweli ni ya dhahabu ya kifahari. Sasa huyu ambaye leo hii tunayemshangilia kama mfalme, tunaambiwa kwamba kiti chake sio hiki kiti cha dhahabu, bali ni msalaba. Halafu ile taji, kofia ya kifalme, wala si ya kifahari ya dhahabu, ila ni taji la miiba. Huyo ndio mfalme ambaye tunayemshangilia leo. Tunapoanza juu ya wafalme wa ulimwengu huu, tunafikiri juu ya nguvu, jeshi na utajiri na kadhalika. Lakini tunapomwangalia Kristo mfalme wetu, tunaona kitu tofauti. Tunamuona mfalme anayetawala sio kutoka kwenye kiti cha dhahabu. Huyu mfalme tunayemshangilia
tunaona anatawala sio katika kiti cha dhahabu, lakini anatawala kutoka katika msalaba wa mbao. Msalaba wenyewe wala sio wa kifahari, ni msalaba wa mbao. Tunaona taji la miiba na sio la dhahabu. Tukumbuke wafalme au malkia wa ulimwengu huu wanavyosimikwa. Ile siku ambapo mfalme anasimikwa ama malkia anasimikwa, kwa kweli huwa ni sherehe ya kipekee, sherehe ambayo ni ya kifahari kabisa kabisa. Kuna kuwepo na ibada ya kifahari kabisa, sababu ni mfalme anasimikwa ama ni malkia anasimikwa. Huyu anayesimikwa kama mfalme wa eneo fulani, kweli anavaa vizuri kabisa, anavaa vizuri sana, na eneo lenyewe litakuwa limepambwa kwa mapambo ya kifahari, na wageni waalikwa katika sherehe hiyo ya kumsimika huyu mfalme wanavaa mavazi ya gharama kabisa kabisa, na kuna kuwepo na mziki unakutumbuiza, mziki safi kabisa kabisa, na wale walioalikwa na wao wanavaa kwa kifahari, na tena siku wenyewe watakuwa na muinamia huyo mfalme. Kwa Kristo ilikuwaje? Kwa Kristo ilikuwaje? Kristo alivuliwa nguo. Sasa huyu angalia hao wafalme wa kifahari, amevaa mavazi ya kifahari kabisa, mavazi ya kifahari. Sasa Kristo ilikuwaje? Alivuliwa nguo, alidhihakiwa. Wakati mfalme wa dunia amevaa vizuri na miziki hiyo inakumwimbia kabisa na nini, lakini Kristo alidhihakiwa na kuvikwa taji la miiba na sio la dhahabu. Alibebeshwa msalaba, alilazwa msalabani. Huyo ndio mfalme tunayemwita Kristo, tofauti na wafalme wa ulimwengu huu. Kristo anadhihirisha ufalme wake ni wa kipekee. Anaongoza sio kwa kutawala, lakini kwa kutumikia. Sio kwa kuwapatia watu mateso, bali kwa kuchukua mateso yeye mwenyewe. Sio kwa kutaka heshima, bali kwa kutoa huruma hata kwa wale waliomkataa. Ona huyu mfalme wetu alivyo, mfalme wa kipekee kabisa. Wafalme wa dunia hii wanafanya watu wengine wateseke kwa sababu hao wafalme wanataka mambo ya kifahari. Kwa hiyo watu hata fedha zao na nini zitaenda katika jumba za kifalme na kadhalika. Kwa hiyo watu wanahangaika kwa ajili ya mfalme. Sasa Kristo sio hivyo. Kristo hakupenda watu wateseke kwa ajili yake, lakini yeye aliteseka kwa ajili ya watu. Kuna tofauti iliyopo kati ya Kristo kama mfalme na wafalme wa ulimwengu huu. Na aliwahurumia wote, hata wale ambao walimkataa, hata wale ambao walimtesa. Kristo aliwahurumia. Kristo ni mfalme anayetembea na maskini, anayewagusa wagonjwa, anaomboleza na wanaolia, na anaowasamehe wa dhambi. Huyo ndio mfalme wetu Kristo. Anaomboleza na wengine, anaponya wagonjwa, anawasamehe watu dhambi zao. Ni mfalme anayeosha miguu ya watu. Mfalme gani wa ulimwengu huu ambaye yupo tayari kutoka katika kiti chake cha kifalme
aende akaoshe watu miguu. Yuko wapi mfalme wa namna hiyo? Hawapo. Wafalme wenyewe ndio wanafanya nini? Wafalme wenyewe ndio wanaofanya watu wawatumikie. Watu wawatumikie. Katika historia za kifalme hata huko Afrika, siwahi kusoma sehemu nyingine, kuna mahali ambapo hata wale wakuu wa makabila, si watemi, si kitu gani, mtemi ana fimbo yake, unakuta ana fimbo yake. Kama anaenda mahali kuhutubia watu, ile fimbo yake ile, si fimbo kama mkuki hivi, si kwamba inaegeshwa mahali hapo. Anaitwa mtu, anaweka mguu hapo, alafu anachukua anaisimika kwenye mguu, yaani mguu wako unatobolewa, inasimikwa pale. Haya, katika nchi fulani, sisemi ni wapi, kuna wale wakuu wa makabila, ambapo huyu mkuu wa kabila ambaye tutasema kama ni mtemi au nini, basi huyo hata siku moja hatemi mate chini, hata siku moja hatemi mate chini. Ila akijisikia kutema mate, hata kama anafanya na kikohozi au nini, anaitwa mtu anafungua mdomo, alafu anamtemea huko kwenye nani, anamtemea mdomoni mwake. Ndio ipo, sisemi ni wapi, lakini ipo kabisa. Ipo kabisa katika nchi fulani, hii nisoma kabisa. Ipo. Yaani huyu ateme mate anguke chini, hamna. Mtu anaitwa fungua mdomo, anatemea mate. Hata kama alikuwa na kikohozi, anatemea kohozi katika mdomo wa mtu. Hao ndio wafalme wa ulimwengu huu. Ndio wafalme wa ulimwengu huu na mambo yao ya kifahari. Hata sehemu nyingine utakuta hata kifa, wanatafutwa mabinti wazuri, wanazikwa tena wakiwa hai kabisa, wanazikwa naye, wanafikia chini kwa wakiwa lazima kabisa. Kristo ya namna hii hakuwa nayo. Kristo hakutumikiwa. Kristo alifanya nini? Alitumikia. Alitumikia watu. Aliosha hata miguu ya wale, unaona wale mitume, aliosha miguu. Yaani mfalme wa ulimwengu huu, yaani aoshe miguu? Haiwezekani. Ila yeye atakuwa anaoshwa miguu, kila kitu anafanyiwa. Mfalme wetu Yesu Kristo ni wa kipekee kabisa. Yaani wa kipekee kabisa huyu. Ndugu zangu, katika Injili ya leo, Kristo anadhihakiwa kwa maneno haya: aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Alidhihakiwa kwa maneno hayo: aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Lakini japo alionekana kushindwa kwa sababu kule kuto kujitetea na kusulubishwa. Kwa hiyo wengine wanaona kama alishindwa, lakini sio hivyo. Japo alionekana kushindwa, lakini alifunua ukweli wa ndani juu ya ufalme wa Mungu. Alifunua ule ukweli juu ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu tofauti kabisa na hizi falme za kidunia tunazozijua au ambazo tunazosikia. Kristo hushinda sio kwa nguvu au kwa mabavu, lakini kwa upendo wa kujitoa, yani kujisadaka. Ushindi wake sio juu ya mataifa, bali juu ya dhambi na mauti. Kwa hiyo ushindi wake sio juu ya mataifa, ni juu ya dhambi na mauti. Huo ndio ushindi wake. Aidha, katika Injili tunasikia sauti ya yule mhalifu
yule mhalifu, yule mdhambi anayetubu, tunasikia sauti yake. Alisemaje huyu? Alimwambia Kristo, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Tukumbuke wale wahalifu wawili waliosulubiwa pamoja na Kristo, mmoja upande wa kulia, mwingine upande wa kushoto. Na mmoja wapo alimtukana Kristo, na kama Kristo, shuka, jiokoe mwenyewe, jiokoe na sisi. Lakini huyu mwingine alimfanya nini? Alimkemea. Akamwambia kwamba sisi tunapata malipo ya matendo yetu, lakini huyu hakufanya lolote baya. Na mwishoni ndo akatoa hii sala, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Ombi hili linakuwa sala kubwa ya kwanza kwa Kristo mfalme. Hii ni sala ya kipekee kutoka kwa huyu mhalifu, kutoka kwa huyu mdhambi, anaielekeza kwa Kristo, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Ndugu zangu, ni kilio cha kila moyo wa mtu. Ni kilio cha kila moyo wa mtu. Na Kristo anajibu kwa ukarimu wa kifalme. Anasemaje? Alimjibuje yule mhalifu? Kristo alimjibuje? Alimwambia maneno haya, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Alimwambia hivyo, leo hii. Kumbuka, huyu ni mhalifu aliyemwambia Kristo hayo maneno, nikumbuke. Na Kristo anajibu, leo hii utakuwa na mimi peponi. Ndivyo alivyomjibu. Wapendwa vijana, maneno Yesu unikumbuke ni sala. Yesu unikumbuke ni sala. Kumbuke hicho, Yesu unikumbuke. Nasi vijana tunaweza kusali sala hiyo. Vijana tunaweza kusali sala hiyo. Kama mnavyojua, vijana, ulimwengu wa vijana ni ulimwengu wa changamoto nyingi sana. Sasa sisi twaweza kusali sala hiyo. Unapokuwa mbele ya Kristo, ukajiona kwamba wewe ni mdhambi, jione kwamba wewe ni mdhambi. Ona yule mhalifu. Yule mhalifu alijiona kwamba kwa kweli yeye ni mdhambi, lakini alimwambia Kristo, unikumbuke katika ufalme wako. Sasa na hiyo, wapendwa vijana, iwe sala yetu kwa Kristo, unikumbuke katika ufalme wako. Basi tusali sala hiyo. Useme, Yesu unikumbuke ninapokosa ajira. Vijana wengi wamemaliza vyuo, vijana wengi wapo mitaani humo, hakuna kazi, wamehangaika huko na huko. Mara ngapi unamwambia Yesu, Yesu unikumbuke? Mwambie Yesu, Yesu unikumbuke ninapokosa mchumba, ninapokosa mchumba. Yesu unikumbuke. Ndugu zangu, usali sala hiyo leo hii, mwambie Yesu nikumbuke. Manake najua kuna hata na wengine wamekuja hapa kwenye baada hii, asema huenda nikabahatisha huko, inawezekana ndio. Naona kuna wengine wamekuja, wanaweza kabahati kusema ngoja niende, naweza nikabahatisha. Kwa hiyo mwambie Kristo mfalme, Yesu nikumbuke. Nikumbuke, ninatafuta mchumba. Yesu nikumbuke. Sasa yeye atakwambiaje leo hii? Unaona
Haya, mlilie Kristo, mwambie Yesu, unikumbuke ninapojisikia nimeachwa mwenyewe. Pengine kuna mtu ambaye amesalitiwa labda na mchumba wake. Yawezekana. Yawezekana kuna ambaye amesalitiwa na mchumba. Wao wameshaanza kufahamiana na pengine kupeana ahadi za hapa na pale, kutokea ukaachwa. Mwambie Kristo, Yesu, unikumbuke ninaposalitiwa. Naona. Kwa hiyo wapendwa, hii ni sala. Huyu mhalifu alitufundisha kwa kweli sala. Vijana, kwa kweli alitufundisha sala nzuri. Kila wakati tuisali. Sio tu tunapotafuta kitu fulani, hata pia tunapotubu. Tunapotubu pia tumwambie Kristo, Yesu nikumbuke. Mwambie Kristo, Yesu nikumbuke ninapobeba mengi moyoni mwangu. Yesu nikumbuke ninaposhindwa kusali pasavyo. Yesu nikumbuke ninapoelemewa na ulevi. Ulimwengu wa vijana, wakati mwingine kuna vijana wamekata tamaa kutokana na ugumu wa maisha, wanaamua kuingia katika nini? Katika ulevi. Kuna ulevi wa pombe, kuna ulevi wa madawa ya kulevya. Ulimwengu wa vijana una changamoto nyingi sana. Una changamoto nyingi sana. Kwa hiyo kuna mwingine ili kujisahaulisha na ugumu wa maisha, anaamua kuingia huko katika ulevi, uwe wa dawa au wa pombe. Na siku hizi kuna hizi pombe kalikali, kuna makama makevanti na manini, yamo humo, pombe za aina mbalimbali. Kidogo tu nakunywa, kidogo tu najisikia njui, yani kidogo tu. Sasa kama umeshafikia huko, mwambie Yesu unikumbuke. Mwambie hivyo tu Yesu. Yule mhalifu, tukumbuke, yule alikuwa muuaji. Yule mhalifu alimwambia Kristo, Yesu nikumbuke, alikuwa muuaji. Sasa na wewe umejikuta katika hali fulani, umezama katika dhambi fulani, mwambie Yesu unikumbuke. Na Kristo ni mwenye msamaha, Kristo mwenye msamaha. Haya, wengine mwambie Kristo, Yesu unikumbuke ninapoelemewa na mambo ya uzinifu. Ulimwengu wa vijana kuna mambo hayo. Ndio ulimwengu wa vijana. Vijana wana changamoto nyingi. Kuna watu ambao labda wanasoma katika vyuo na kadhalika, na wengine labda wanaishi labda mitaani. Kuna nyumba za kupanga mitaani huko na kadhalika, na kwa sababu maisha ni magumu, basi ameshapata yule ambaye pengine wanaona kwamba huko baadaye wanaweza kuja hata kufunga ndoa. Ameshapata na nini, wanaamua kuishi pamoja kwenye hicho kichumba mtaani huko, wanakaa pamoja. Vijana wa vyuo wanakaa pamoja, maisha kama ya mme na mke ipo. Anaibisha ukweli huu anyoshe mkono juu, aseme kwamba baskofu unatudanganya. Anyosha mkono juu. Ni ukweli usiopingika. Ni ukweli usiopingika, vijana wapendwa. Kuna kitu cha namna hiyo. Wengine nasema Yesu huko, nasema ni ukweli usiopingika kabisa. Ipo hiyo, vijana ambao wanasoma vyuo na kadhalika, basi wamepanga mtaani huko, basi wanachukuana, wanakaa pamoja, wanaishi pamoja.
kama mume na mke, lakini wanafunzi wanasaidiana na kadhalika. Ipo namna hiyo. Sasa tukumbuke yule mhalifu alikuwa muuaji, alikuwa amekosa sana, na akamwambia Kristo, Yesu unikumbuke. Na wewe kama umejikuta katika changamoto kama hiyo, umezama katika dhambi kama hiyo, mwambie Kristo, Yesu unikumbuke. Mwambie hivyo, Yesu unikumbuke. Kabisa, kumbuke, ili ujitambue na utafute namna ya kujikomboa. Utafute namna ya kujikomboa, namna ya kutoka katika hali ile. Uweze kutoka katika hali ile. Yule alitubu, yule mwizi alitubu na kumwambia unikumbuke katika ufalme wako, na Kristo kamwambia kwamba leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Ukitaka kusikia maneno kama hayo kutoka kwa Kristo, kiri makosa yako. Kiri makosa yako. Ukikiri makosa yako, ukikiri dhambi zako na kumwambia Kristo, Yesu nikumbuke, na yeye atakwambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Haimaanishi kwamba utafanya nini, kwamba utakufa afu ende kule. Haimaanishi hicho, ila atakwambia leo hii nitakutoa katika mazingira hayo mabaya, utakuwa katika mazingira ambayo ni mazuri. Atakwambia hivyo Kristo. Kwa hiyo wapendwa vijana, kila mmoja ajitafiti, aone yale maisha anayoishi, na mlilie Kristo, umwambie nikumbuke katika ufalme wako, naye atakwambia kwamba leo hii nipo kwa ajili ya kukutoa katika hali hiyo mbaya. Nipo kwa ajili ya kutoka katika hali mbaya. Atakwambia hivyo. Basi huyu Kristo aliyemwambia yule mhalifu kwamba leo hii utakuwa pamoja nami peponi, ndio mfalme tulio naye. Ni mfalme anayekumbuka, ni mfalme anayesamehe. Ni mfalme anayesamehe. Hakuna dhambi ambayo Kristo anashindwa kusamehe. Ni mfalme anayesamehe. Ni mfalme anayekaribisha. Ni mfalme ambaye kama nilivyosema, kiti chake cha enzi ni msalaba, na sheria yake ni upendo, na ufalme wake ni wa huruma. Na ufalme wake ni wa huruma. Ni mfalme ambaye huangalia mioyo na sio makosa yetu. Anaangalia katika mioyo yetu, haangalii tu makosa fulani kakosa ina ile, anaangalia katika mioyo yetu, na hasa ile mioyo yenye kufanya toba. Ni mfalme ambaye huleta matumaini pale penye giza. Ulimwengu wa vijana mara nyingi ni ulimwengu wa changamoto nyingi, ulimwengu wenye giza. Sasa huyu ndiye mfalme ambaye mwenye kuleta nini? Mwenye kuleta mwanga katika giza. Tumkimbilie huyo. Sherehe ya leo inatutaka yafuatayo. Moja, tujiulize. Moja, je, tunamruhusu Kristo atawale mioyo yetu? Tunamruhusu Kristo atawale mioyo yetu? Ni rahisi kumuita Kristo mfalme kwa mdomo, tukaimba Yesu Kristo ni mfalme, ni rahisi sana. Lakini ni vigumu kujikabidhi kwake kikamilifu. Ni vigumu kujikabidhi kwake kikamilifu. Kwa tu mfano wa hao ambao tayari wako katika chumba kimoja, wanasoma lakini wako katika chumba kimoja, na kujinasua pale ilivyo vigumu. Ndio maana nasema kwamba ni rahisi kusema Yesu Kristo ni mfalme, lakini kujikabidhi kwake kikamilifu ni ngumu. Je, tunamruhusu atawale maisha yetu? Je, Kristo anaongoza maamuzi yetu? Anaongoza mahusiano yetu? Tujiulize hivyo ndugu vijana. Vijana wapendwa, jiulize. Hivi Kristo anatawala mawazo yangu? Kristo anatawala mahusiano yangu?
Ukiona ni tofauti ujue kwamba kwa kweli hapana, hapa Kristo atawali mawazo yangu, Kristo atawali mahusiano yangu, kwa sababu naenda kinyume na mapenzi yake. Ndugu zangu wapendwa, mbona Kristo kama mfalme? Basi kuna maanisha kumruhusu afinyange maisha yetu, maamuzi yetu na mahusiano yetu. Kumuita Kristo mfalme ni kumruhusu afinyange maisha yako. Kufinyanga, unajua kufano unapofinyanga unachukua ule udongo wa kufinyanga kama chungu au kitu gani, alafu unapata umbo la chungu, unapata umbo la kikombe na kadhalika. Basi kumuita Kristo mfalme basi ni kumruhusu afinyange maisha yetu ili tuwe kama anavyotutaka tuwe. Tumruhusu afinyange maisha yetu, tuishi maisha ambayo yanayompendeza. Pili, je, tunatumikia ufalme wake? Kristo mfalme anatupeleka duniani sio kama watazamaji. Najua unapoenda kwenye uwanja wa mpira kuna wanaocheza pale na watazamaji wako huko wanaangalia. Kristo anatupeleka huku ulimwenguni sio kama watazamaji kwenda kuangalia hivi, sio kama watazamaji, bali kama mabalozi wa huruma yake. Kama mabalozi wa huruma yake, kuwatumikia maskini, kulinda heshima ya waliosahaulika, kuleta amani pale ambapo kuna mgawanyiko, kuleta matumaini kwa waliokata tamaa. Ndio Kristo anatupeleka kwenda kufanya hayo yote. Ufalme wake ni ufalme wa upendo na huruma. Tumeitwa kuwatumikia wengine kama vile Kristo alivyotutumikia sisi. Na tatu, je, tunaishi macho yetu yakiwa yameinuliwa juu kuelekea ushindi wa mwisho? Je, tunaishi macho yetu yakiwa yameangalia huko juu kuelekea ushindi wa mwisho? Sherehe ya leo inatukumbusha kuwa historia inaelekea mahali fulani. Historia inaelekea mahali fulani. Maisha yetu yana mwisho. Na mwisho wake je ukoje? Kwa hiyo sherehe ya leo pia inatualika tuelekeze kule ambapo tunajua kwamba ndio mwisho wetu uko juu. Kristo anatawala hata sasa kimya kimya, na siku moja ushindi wake utafanywa uonekane. Kila chozi litafutwa na kifo kitaangamizwa. Hitimisho. Leo tunamheshimu Kristo mfalme wetu sio kwa ishara, lakini kwa kumpatia kile anachokitamani zaidi, yani mioyo yetu na maisha yetu. Kumbuke hicho ndicho anachokitamani. Mioyo yetu na maisha yetu anapenda tumpatie, tumkabidhi. Tuombe neema ya kusema kama yule mhalifu aliyetubu akisema, Kristo unikumbuke katika ufalme wako. Usisahau maneno hayo machache. Kila unapokutana na changamoto fulani na kadhalika, mwambie Kristo, Kristo unikumbuke katika ufalme wako. Na tutumaini kuwa atatujibu kwa ahadi ile ile. Leo hii tutakuwa pamoja nami paradisini. Yani kwamba katika hii changamoto uliyokutana nayo ukamlilia, atakwambia leo hii utapata suluhisho la changamoto hiyo. Uwe na amani hiyo. Kristo mfalme atawale akili zetu, maneno yetu, familia zetu, parokia zetu na dunia yote, sasa na hata milele. Amina. Sasa kuna sala kafupi kako hapa, sala fupi, na naomba tusimame tuisali fupi. Tumtarudia maneno baada yangu. Napomalizia mahubiri kuna kasala kafupi tukasali, na mtarudia baada yangu. Bwana Yesu mfalme wangu na mwokozi wangu,
Leo naweka maisha yangu mikononi mwako. Tawala mawazo na tamaa zangu. Ninapokuwa dhaifu, uwe nguvu yangu. Ninapokuwa na wasiwasi, uwe amani yangu. Ninapopotea, uwe mwanga wa kuniongoza. Finyanga moyo wangu, nipende kama wewe unavyopenda. Na nisaidie nikufuate kwa imani na ujasiri. Yesu mfalme wa maisha yangu, kaa nami na uniongoze. Niwe karibu zaidi nawe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.